Assalamu alaikum. Kama kawaida kipindi hiki cha June July ni kile kipindi ambacho kimsingi wana michezo tunasema tunarudisha kwenye jamii ambazo zimetulea, kwenye jamii ambazo zimetuzaa, kwenye jamii ambazo tunaishi nazo. Na kipindi cha mwezi wa 6 na wa 7 ndio kipindi ambacho ligi zinakuwa zimekwisha, wachezaji wanakwenda kwenye mapumziko, na ndio muda ambao hata Mwamnyeto Foundation wanakuwa na nafasi ya kurejesha kile ambacho sisi tunahisi kina ujazo kwenye jamii ambazo tumeishi, zimetulea, tunatoka, ama jamii ambazo tunahitaji kuzishukuru kwa maombi yao, kwa malezi yao na mema mazuri ambayo wametujalia. Kama miaka mingine 3-4 iliyopita, na mwaka huu pia tutafanya tamasha la Mwamnyeto Foundation ambalo linarudi mkoa wa Tanga. Baadaye Bakari atakuja kueleza kwa nini tunarudi tena mkoa wa Tanga, kwa sababu yeye ndio muhusika na ndio nyumbani kwao. Sasa sio ataongea kidigo kueleza kwa nini tunarudi tena Tanga. Bakari ndo ataelezea zaidi. Lakini siku ya tamasha lenyewe ni tarehe 15 mwezi wa 7. Tumefanya hivyo kwa sababu ya ratiba za michuano tofauti tofauti, ikiwepo ligi, ikiwepo fainali za FA. Lakini pia kuna matamasha ya wenzetu ambayo kimsingi sisi pia ni washiriki. Kwa hiyo tulitamani wao washiriki kwenye letu na sisi tushiriki kwenye yao. Wao walishaanza kuleta timing zao, tunaziheshimu, lakini pia na sisi tuna timing yetu tarehe 15. Kwa maana ya nahisi tarehe 12, 13 Clement Mzizi anafanya 12 Iringa, sio? Yes. Kwa hiyo tunasema kwamba baada ya Clement, kwa sababu distance ya Tanga na Iringa kidogo ni mbali, angalau maana jamii ndio hiyo, familia ndio hiyo, na industry yenyewe ndio hiyo, wadau ndio wao. Kwa hiyo tunaamini tukitoka Iringa tutapata ample time ya kujiandaa kuja Tanga. Mimi ni washukuru sana. Siku zote hatunaga kipimo halisi cha kuwashukuru wanahabari. Hamjawahi kututupa, mara zote mpo na sisi, mnatuunga mkono kwenye mvua, kwenye jua, kwenye baridi, kwenye joto. Mungu atawabariki kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, kwa maana ya hakutowahi kuwa na return ya sahihi kusema tunawashukuru waandishi wa habari. Lakini na imani shukrani zangu zitawafikia na zitahisi kwamba tumeshukuru vya kutosha kwenu. Karibuni sana. This is the launch day. Hii ndio opening date rasmi ya Mwamnyeto Foundation 2026 Tanga. Tutaongea wote. Gift Mauya yupo, Zawadi Mauya yupo, Bakari Mwamnyeto yupo. Lakini pia kuna administration ya Mwamnyeto Foundation, mwenyekiti Isa yupo. Tuna mtu wetu hapa marketing Geno yupo. Tuna mhamasishaji mkuu Bwana Mboneke. Mboneke upo? Yeah, Mboneke naye yupo na atakuwepo. Lakini pia tuna msemaji wetu sisi Mwamnyeto Foundation, ndugu yangu Halil Chukuchuku, pamoja na ajali aliyoipata, lakini kwenye hili najua tutafurahi naye pamoja. Karibuni sana ndugu zangu. Huu ndio muda rasmi wa kuengage pamoja. Kama ambavyo mlezi wetu au kiongozi wetu amejaribu kuintroduce tamasha letu kwa msimu huu wa 4,
Sitoenda mbali sana na maneno ambayo yamezungumza, lakini kikubwa niseme tu kwamba tunashukuru wale wote ambao wanaendelea kutusapoti katika misimu yetu yote mitatu iliyopita na huu msimu wa 4 unakwenda. Nadhani ni misimu mitatu ambayo kwa upande wetu ilikuwa ni bora sana. Kwa hiyo niseme tu kwamba wale wote ambao tunashirikiana nao kwa namna moja ya kutushika mkono, basi niseme shukrani sana kwao. Lakini kabla ya hii kwenda Tanga, manake msimu uliopita tulikuwa Dodoma. Tulitembelea ndugu zetu wa hospitali ya afya ya akili, ndio sentensi nzuri hiyo, pale Milembe, changamoto ya afya ya akili pale Milembe. Tulipata wasaa wa kuonana nao na tulijaribu kuwatimizia yale ambayo kwa upande wao yalikuwa ya umuhimu zaidi. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunashukuru management nzima ya mkoa wa Dodoma, chama cha mpira na wadau wale wote ambao walikuja kutusupport katika tamasha letu. Lakini kubwa zaidi pale ambapo tumekwenda kutembelea hospitali, uongozi wao kwa asilimia kubwa walitupa sapoti ya kutosha. Niseme tu kwamba hatukukosea mahali ambapo tulipokuwa tumekwenda sehemu sahihi. Kwa hiyo niwashukuru sana uongozi wa hospitali yetu ya Milembe kwa sapoti yao kubwa ambayo walitupokea pale na kuweza kujumuika na wenzetu. Kiukweli sio kazi rahisi, ni kazi ngumu. Sisi tulijionea pale namna jinsi walivyo, jinsi maisha yao wanavyoishi. Kiukweli ni kitu ambacho kinahitaji moyo sana kwa wale ambao wanaendelea nao kwa mazingira ya kuwahudumia kila siku. Kwa hiyo niwashukuru sana wana Dodoma kwa kutufanikishia jambo letu, na kiukweli kabisa sisi tulifurahi na tumeenjoy. Lakini kubwa zaidi, kama ambavyo tumesema, tamasha letu la msimu huu tunakwenda Tanga. Nadhani mwenzangu atalizungumzia kwa kirefu why tunakwenda Tanga. Kwa hiyo tunawaomba watu wa Tanga pia napo mtupokee tuweze kufurahi, tujumuike kwa pamoja tuweze kufurahia tamasha letu. Nadhani ni msimu wa 4, usiwe msimu ambao hauwezi kuwa bora, ukawe msimu bora sana zaidi ya mara ya kwanza ambako tumekwenda. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunashukuru kwa namna yote ambayo waandishi wa habari umetuitikia na kutusapoti. Naamini Mungu atawashika pale ambapo mmepoteza muda wenu. Shukrani. Kule tayari kuna wiki kule tayari. Mimi sio msemaji sana kazini ya chukuchuku, lakini tumekuja hapa waandishi wa habari na tunashukuru kwa ujio wenu. Mmetokeza kutupa support ndugu zenu. Si hata cha kuwalipa, la Mwenyezi Mungu ndo atawalipa. Lakini msimu huu narudi Tanga. Tanga nyumbani, Tanga ndio nilipozaliwa. Kitovu changu kipo pale. Kuna vitu vingi sana nimeongea na watu mbalimbali na wamenigusia. Na mimi kama mwana Tanga nikaambia kabineti yangu, naomba kwa radhi zenu safari hii turudi nyumbani. Kuna vitu ambavyo havijakaa sawa, nataka japokuwa sio kwa 100%, japo kwa 80% au 70% niweze kuvipush kidogo na waone mwanao kweli amerudi nyumbani kwa kivingine zaidi. Nadhani mlezi wetu ataka twende labda Iringa wapi, lakini akasema akapokea ombi langu na ameridhia wenzangu wote. Kwa hiyo narudi nyumbani. Kuna vitu vingi sana ambavyo naweza kula vijakamilika kwa 100%, na sitoweza kuvitekeleza vyote, lakini kuna baadhi ambayo nimegusiwa na vimeniingia katika moyo wangu, kaona haina budi sababu pale nyumbani na mimi nimekulia pale, nimezaliwa pale, nikasema naam, basi narudi nyumbani na safari nitarudi kivingine. Sisi ya Mwenyedo Foundation uzuri wake kwamba tunapanga hivi matamasha yetu na kurusha kwa jamii. Tulipanga kila mkoa ambao upo na tunaufahamu kuweza kupitia na kwenda kugusa kila sehemu ambayo imepungukiwa kwa asilimia kadhaa. Lakini nadhani watu watashangaa kwa nini tumerudi Tanga. Nimeomba na nimekita magoti kwao viongozi wangu. Akanambia sasa tumekubalia kwa 100%. Kwa hiyo bwana nasema asanteni ndugu zangu waweza kunikubalia kwa kuweza kurudi nyumbani. Ila mimi sina cha kuongea zaidi. Nasema tu kwamba waandishi wa habari wote asanteni kwa kuweza kuja na kutusupport kwa 100%. Basi kila kitu kwa sawa, nasema asanteni sana.